Kwa hivyo mwanafunzi mpenzi wa lugha, hujambo mahali ulipo? Ni furaha na bashasha yangu kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinafunza na kufahamisha mengi kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Tunaendelea kuzungumza na kujadili kuhusu wahusika kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, na ningependa tumuone mhusika Mtemi Lesulia. Mtemi Lesulia ni kiongozi wa nchi ya Matuo na ni mume wa Nanzia. Anajitokeza pia kwamba yeye ni rafiki shadidi wa Sagilu na Chifu Mshabaha. Ningependa tuweze kuangalia sifa zake, na utapata kwamba Mtemi Lesulia ni mhusika ambaye amesawiriwa kama mtu mwenye tamaa na ubinafsi. Mbona tunasema hivi? Ni kielelezo cha uongozi mbaya kutokana na jinsi anavyojilimbikizia mali bila kujali raia wake. Kumbuka kwamba yeye ana tamaa ya kusalia wapi? Mamlakani. Na tunamuona kwamba anafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba amemwangamiza mpinzani wake ili aweze kusalia mamlakani. Kumbuka kwamba mpinzani wake mkuu alikuwa Lonare, ambaye alikuwa anatoka katika jamii ya Waketwa. Tamaa yake pia inafanya uchumi wa nchi kuweza kuzorota ama kudorora kutokana na sera mbaya za uongozi, kwani akiwa na wenzake anahujumu pato la nchi kutokana na ubinafsi wake. Tamaa ya mali pia inamfanya kujaribu kuwapoka wenyeji wa Matago ardhi yao. Kando na kusema kwamba ana tamaa, Mtemi Lesulia ni kiongozi fisadi. Na tutasema kwamba ufisadi unamfanya Mtemi Lesulia kuajiri watu wasiokuwa na ujuzi au utaalamu katika sekta za umma, huku akiacha wale wenye ujuzi. Kumbuka kwamba serikali yake inaajiri watu kwa kujuana, huku ajira zikitolewa kibubusa tu. Kwa hivyo wale ambao wanapewa kazi sio watu waliohitimu, sio watu wenye maarifa, bali wanaoajiriwa ni watu ambao labda wanajuana na kiongozi huyu, ama ni watu ambao wanafahamika na marafiki wa kiongozi huyu, na ndiposa tunamuona Mtemi Lesulia kama fisadi. Kumbuka kwamba anashirikiana na wenzake ili kuweza kuzorotesha uchumi wa nchi, kwani ushuru haukuwa unalipwa na bidhaa ziliweza kuagizwa kimagendo. Ufisadi katika serikali yake pia unafanya mashirika na taasisi za serikali kumilikiwa na mitandao ya wezi, huku akisaidia katika kuipoka nchi yake hadhi. Kumbuka kwamba katika serikali ya Mtemi Lesulia tunaambiwa kwamba ufisadi ulikithiri na maadili yakawapa mkono wa buriani. Tunaposema tunajua kumpa mkono wa buriani ni msemo, inamaanisha nini? Maadili hayakuwepo tena. Hayo ni maelezo ambayo unaweza ukayapata kwenye ukurasa wa 45 kwenye nakala Nguu za Jadi. Ufisadi wake pia unajitokeza pale anapowaonga vijana kwenda kumuua Lonare, lakini njama hiyo kumbuka kwamba inatibuka. Kwa hivyo mauti ya Lonare ilikuwa imepangwa tayari, lakini mwokozi wa Lonare ikawa kwamba
ile njama iliweza kutibuliwa. Lakini tayari tunajua kwamba vijana walikuwa wamepewa hela ili kwenda kumwangamiza nani? Ili kwenda kumwangamiza Lonare. Mtemi Lusilia pia anatumia ufisadi kuwaonga watu ili kuwaochomea wenyeji wa Matango makao yao kwa lengo la kuwafanya wasimpigie mshindani wake kura wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wamenunuliwa tayari, walikuwa wamepewa hela tayari kwamba waweze wakachome makazi ya watu wa Matango ili wasiweze kushiriki kwenye uchaguzi uliokuwa unakuja. Anatumia pia njia za kifisadi kuhakikisha kwamba jalada la ardhi ya Matango limefichwa ili kuficha umiliki wa sehemu hiyo. Tunaona pia kwamba anaweza kuwaonga vijana ili waweze kuvuruga amani ili kuharibu kura za mpinzani wa Sagilu wakati wa uchaguzi wa mchujo. Mtemi Lesulia pia tunaona kwamba ni mdanganyifu, ama tunaweza sema pia kwamba ni mwongo. Kumbuka kwamba kupitia kwa uongozi wake tunaona akidanganya kuwa ardhi ya Matango ingetumiwa kujenga soko ili afaidi mke wake pamoja na Mbwashu. Na hata tunaona jambo jingine ni kwamba baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu, Lesulia anawadanganya, anawahadaa, anawarubuni watu waliomtembelea kuwa alikuwa amechoka kuwa mtemi. Hakuna kiongozi asiyekuwa na uchu wa kuongoza, na hakuna mtu atajing'atusha eti kwamba hawezi akapigania tena ama akataka uongozi tena kwa sababu yeye amechoka. Hakuna kuchoka, hata ukiwa na miaka 90 ama miaka 100 bado utaendelea. Lakini anawadanganya kwamba yeye alikuwa amechoka na kazi ya kuwa mtemi. Anaposema pia kwamba hakutaka kushinda na kwamba alichoka kuwatumikia, ni uongo. Tunajua hakuchoka vipi? Ati alikuwa amechoka, na kwa hivyo kutotaka kushinda uchaguzi ilikuwa ni kwa hiari yake. Tunaona pia kwamba Mtemi Lesulia ni katili. Katili ni mtu ambaye ni dhalimu, mtu ambaye hana huruma. Mtemi Lesulia anadhihirisha ukatili pale ambapo anaungana na wengine kumpangia Lonare njama ya kuharibu biashara yake. Anapompangia njama ya kumuua au hata kufanya atekwe nyara wakati wa uchaguzi mkuu, anapokaribia ni ishara ya ukatili wakati ambapo uchaguzi mkuu umekaribia. Kwa hivyo anapanga mauaji au hata kutekwa nyara kwa mpinzani wake. Hii ni ishara kwamba tayari ni mtu ambaye ana ukatili. Hakujali pale ambapo watoto na vijana nchini mwake walivyokuwa wakiteseka kutokana na mifumo mibaya ya uongozi wake. Tunaona pia ukatili kwamba Mtemi Lesulia anaiari wenyeji wa Matango wachomewe nyumba na kuteseka pamoja na jamaa zao, ili mradi atimize azma yake ya kunyakua ardhi. Kwa hivyo lengo lake kuu ilikuwa kuweza kunyakua ardhi ya Matango. Kando na hilo pia tunaona kwa ukatili wake pale ambapo anajaribu kumfukuza mkewe Nanzia kwa sababu hakuweza kuzaa alipomuoa. Maisikia jambo hili? Nanzia alipitia mengi, na ndiposa hata tunajua kwamba watoto wa Nanzia hawajazaliwa kutoka kwa nani? Kwa Mtemi Lesulia. Lakini wakati ambapo Nanzia hakupata uwezo wa kuzaa watoto, alitaka kumfukuza. Udhalimu, ukatili. Baada ya kushindwa kesi ya ardhi ya Matango, tunaona kwamba
anamnyang'anya hakimu ama jaji aliyekata kesi cheti chake cha kazi na hata kumsimamisha kazi. Eti kwa sababu amepoteza kesi, hakimu ni lazima atolewe kafara. Tunaona kwamba ni ukatili. Ni ukatili pia wakati ambapo hata yule wa mwanasheria ama wakili mafamba ananyang'anywa cheti cha wanasheria. Ni ukatili kwa sababu umepoteza kesi, wakili aliyekuwakilisha anyang'anywe cheti cha wanasheria. Ni ukatili. Anawafukuza marafiki waliofika nyumbani kwake kumpa pole baada ya kushindwa uchaguzi. Watu hupoteza kura wakati wa uchaguzi. Hilo ni jambo la kawaida. Lakini na watu wanapokuja kwako kukupa pole, mheshimiwa, umepoteza kura, lakini kuna wakati mwingine. Lakini tunaona yeye badala ya kuwakaribisha, yeye anawafukuza. Tunaona pia kwamba ni mnafiki. Na ni vyema tujue mtu mnafiki ni mtu wa aina gani. Mtu mnafiki ni mtu ambaye anakwambia, pole kidogo. Mtu mnafiki ni mtu ambaye anakwambia hili na akienda kwingine anafanya tofauti na alivyokwambia. Anajipendekeza kuwa mzuri, lakini anapotoka kwako basi unaona kwamba anaanza kubadilika na kuwa kama mnyama hayawani. Kupitia kwa ila zake tunaona kwamba Mtemi Lesulia anajaribu kuchukua ardhi ya Matango kuwafaidi mkewe Nanzia pamoja na Mbwashu, huku akisema serikali ilitaka kujenga soko. Kwa hivyo wazo la kujenga soko linatolewa kama propaganda tu, lakini nia fiche iliyokuwepo ni kwamba shamba ya Matango ingenyakuliwa na shamba hilo la Matango lingemfaidi nani? Lingemfaidi mkewe aitwaye Nanzia na rafiki yake Mbwashu. Anajifanya kutojua yaliyomfika Lonare kabla ya uchaguzi mkuu, ilhali njama ya utekaji nyara zilitokana na maelekezo yake. Kwa hivyo kuna wakati ambapo alikuwa anajaribu kupuuza kwamba hata kutekwa nyara kwa Lonare na njama hata ya kumua Lonare yeye hafahamu chochote, lakini tunajua kwamba mipango ya njama hizi zilitokana na amri yake. Pia tunaona kwamba ni mwenye dharau. Dharau zake zinajitokeza vipi? Ni mwenye dharau, mwenye mabezo. Anawaita wenyeji wa Matango panya baada ya kuchomewa nyumba zao na kurejea tena katika makao yao. Kwa hivyo anawaita wale wenyeji wa Matango panya. Hili si jambo ambalo kumuita binadamu panya ni njia ya kumdhalilisha. Unamdhalilisha, unamdunisha binadamu. Tunaona pia kwamba anaonyesha dharau kwa mwanawe mbele ya rafiki zake, pale ambapo anasema toto hili hata sijui lilitoka wapi. Ni dharau. Ni mwenye ukabila na utawala wake, kumbuka kwamba unatawaliwa na ukabila mwingi. Anawanyanyasa Waketwa na kudhamini Wakula ambao ni jamii yake. Hili linabainika anapokosa kuwaajiri vijana Waketwa waliohitimu. Wale wanaoajiriwa kufanya kazi ya kijungujiko kama hawa wanapewa kazi. Kwa hivyo wale Waketwa walioajiriwa kufanya kazi walipewa kazi ya kijungujiko. Tunaona pia kwamba anamchukia Lonare kwa sababu Lonare ni Mketwa na anafanya kila juhudi kumzuia asiweze kuwa mtemi wa Matuo, na ndiposa tunaona ana ukabila huyu. Ukabila pia unamfanya kuhujumu biashara ya Lonare na hata kumpangia mauti kwa sababu tu hatoki kwenye kabila lake. Serikali yake pia inawaajiri watu kulingana na majina yao. Aliye na jina la Kiketwa hakuweza kuajiriwa. Matajiri na wale walioko katika ngazi za juu serikalini
wanatoka katika jamii ya Wakule pekee, na ndio walioweza kuishi katika mtaa wa kifahari kama vile mtaa wa Majuu. Kwa hivyo wale watu walioishi katika mtaa wa Majuu ambalo ulikuwa mtaa wa kitajiri, na wale ambao wanapewa vyeo vya juu serikalini ni wale ambao walikuwa wanajulikana kwa nani? Wanatoka katika jamii ya Wakule, ambayo ni jamii ya nani? Ambayo ni jamii aliyotoka Mtemi Lesuli. Tunaona pia kwamba ni msaliti, anaisaliti nchi yake na watu wake kutokana na uongozi mbaya usiojali maslahi ya wanyonge. Anaisaliti jamii ya Waketwa kwa kuwatenga katika ajira, licha ya kwamba wao pia wanastahili kuwajibikiwa kama Wakule. Anamsaliti hata mwanasheria Mafamba aliyefanya kile juhudi kumfichia maovu serikalini mwake, lakini baadaye tunaona kwamba anamnyang'anya cheti cha wanasheria na hata kumwondoa katika kazi. Kitendo cha kumnyang'anya hata yule hakimu cheti chake cha wanasheria na hata kumfuta kazi ni usaliti mkubwa sana. Kwa hivyo tunaona kwamba Mtemi Lesulia ni kiongozi ambaye tunasema ni msaliti. Anawasaliti hata uaminifu wa mwanawe Ngoswe kwa kuwataka vijana wenzake kufanya fujo wakati wa uteuzi wa wagombea viti bila kujali usalama wao. Tunaona pia kwamba anaisaliti imani ya marafiki zake kwa kuwafukuza walipofika kwake kumpa pole baada ya kushindwa katika uchaguzi. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tunaweza kusema kwamba ni usaliti. Ni usaliti. Ana umuhimu gani huyu kiongozi? Ametumiwa kama kielelezo cha utawala dhalimu usiojali maslahi ya wanyonge wanaodhulumiwa. Isitoshe pia Lesulia ametumiwa kuonyesha jinsi ukabila unavyoweza kutinga maendeleo ya nchi. Aidha, ametumiwa tena kuonyesha jinsi viongozi wenye ubinafsi wanavyoweza kuharibu uchumi wa nchi kupitia kwa sera na mienendo potovu. Mwisho ni kwamba ametumiwa kuonyesha jinsi kiburi, dharau hufanya mtu kujuta mwishowe. Kwa hivyo huyu ni mhusika Mtemi Lesulia, mhusika katika kazi ya fasihi. Usisahau kwamba kusubscribe kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Mie nahodha wa kipindi Ustadh Kaka Mnai. Nawatakieni mchana mwanana na Maulana wabariki sana. Tuonane wakati mwingine.